mama yao walikamatwa kwa amri ya mfalme na kuteswa sana kwa mijeledi na mapigo ili kuwashurutisha kuonja nyama mafufu ya nguruwe. Mmoja akaifanya mnenaji wao akasema, wataka kuuliza nini na kujua nini juu yetu? Sisi tu tayari kufa kuliko kuzivunja amri za wazee wetu. Wa pili alipokuwa kufani alisema, wewe mdhalimu, unatufarakisha na maisha ya sasa, lakini Mungu wa ulimwengu atatufufua sisi tuliokufa kwa ajili ya amri zake, hata tupate uzima wa milele. Na baada yake alidhihakiwa yule watatu. Naye mara alipoagizwa alitoa ujumbe wake, akanyoosha mikono yake bila hofu, akasema kwa ushujaa, kutoka mbinguni alipewa hivi, na kwa ajili ya amri za Mungu na vihesabu kuwa si kitu, na kwake natumaini nilipokea tena. Hata mfalme na watu wake walishangazwa kwa roho ya kijana huyu, kwa jinsi alivyodharau maumivu yake. Akiisha kufa huyu, walimtesa wanne na kutenda mabaya yale yale. Naye alipokaribia kufa alisema hivi, ni vyema kufa kwa mikono ya wanadamu na kuzamia hali zitokazo kwa Mungu, kuwa kuzaliwa naye, lakini kwako wewe hakuna. Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe na Mungu Baba yetu alitupenda akatupa faraja ya milele na tumaini jema. Katika neema awafariji mioyo yenu na kuwafanya imara katika neno mtakatifu. Hatimaye tuombeni neno la Bwana liendelee kutukuza Injili kama ilivyokuwa. Tutakao kuchaguliwa na watu wasiokaa maana sisi wote wasiokaa. Lakini Bwana ni mwaminifu, atakayewafanya imara na kuwalinda katika hili moja. Nasi tumemfanyia Bwana maombezi kwamba tunayafanya tuliyoagiza na kwamba tutayafanya. Bwana awaongoze mioyo yenu mpate neno la Mungu na saburi. Hallelujah.
Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Luka. Hakuna ufufuo. Walimwendea Yesu wakamuuliza wakisema, Mwalimu, Musa alituandikia ya kuwa mtu akifiwa na ndugu yake mwenye mke, lakini hana mtoto, na amtwae huyo mke ampatie ndugu yake mzao. Basi kulikuwa na ndugu 7. Wa kwanza alioa mke akafa hana mtoto, na wa pili akamtwaa yule mke akafa hana mtoto, hata watatu akamuoa, na kadhalika wote 7 wakafa wasiache watoto. Mwisho akafa yule mke naye. Basi katika ufufuo atakuwa mke wa yupi? Maana aliolewa na wote 7. Yesu akamwambia, wana wa ulimwengu huu huoa na kuolewa, lakini wale waliohesabiwa kuwa wamestahili kuupata ulimwengu ule na kule kufufuka katika wafu hawaoi wala hawaolewi, wala hawawezi kufa tena, kwa sababu huwa sawasawa na malaika, nao ni wana wa Mungu kwa vile walivyo wana wa ufufuo. Ndugu zangu wapendwa, kama ambavyo nimeeleza mwanzoni mwa misa kwamba leo kanisa duniani kote linafanya sherehe ya kanisa la Lateran Basilica, kanisa ambalo ndio kielelezo cha umoja wa makanisa yote ulimwenguni, na ndiyo Basilica ambayo ndiyo kanisa kuu la Baba Mtakatifu ambaye ndiye askofu wa Roma. Ndugu zangu, katika hili lakini pia sisi tunaadhimisha Jumapili ya 32 ya mwaka C wa kanisa, ambapo tumeona masomo yetu yote matatu yakionyesha namna ambavyo kulikuwa na makundi mawili, yani Wasadukayo, wale ambao hawakuamini juu ya ufufuko, na wale ambao waliamini juu ya ufufuko. Na hivi tunaeleza wazi kwamba Mungu si Mungu wa wafu bali wa walio hai. Ndugu zangu wapendwa, leo tunasikia maneno ya Yesu ambayo yanatufundisha jambo kubwa la imani yetu. Kuna uzima wa milele baada ya maisha haya, na ndio ambalo lilikuwa ni changamoto kati ya Wasadukayo walioamini kwamba kuna ufufuo na wale walioamini ufufuo. Masadukayo walimjia Yesu wakitaka kujua juu ya swala hili na kuuliza swali ambalo lilikuwa na mtego. Wao hawakuamini katika ufufuo, walidhani maisha yanaishia kaburini. Lakini Yesu akawajibu kwa hekima kwamba Mungu si Mungu wa wafu bali ni Mungu wa walio hai, kwa maana kwake wote huishi. Maana yake nini? Maana ya kwamba Mwenyezi Mungu yeye anatuandalia makao, na hivyo kuna maisha ya hapa duniani. Na ndio maana tumeona katika somo la kwanza wale makundi, wale vijana walikataa kukiuka imani yao, hata kama walitishiwa kifo, kwa msingi wa kila Mkristo ambaye anaamini. Wale vijana wa familia ya Makabayo katika somo la kwanza kama nilivyoeleza, walikubali kuteswa na kuuawa kuliko kukana imani yao. Walijua kwamba baada ya mateso hayo Mungu atawaimarisha na atawaamsha tena katika uzima wa milele. Hii ni imani tunayopaswa kuwa nayo sisi wa Kristo, kwamba kifo si mwisho bali ni mlango wa kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Katika hali ya kibinadamu tunaogopa kifo, lakini katika hali ya imani kifo ndio mlango pekee.
aliyetukuzwa, pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuo wa wafu na uzima wa milele ujao. Amina. Ndugu zangu, makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako. Tujadili hayo tunaomba kwa imani, tuyapate kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Thank you.
ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana awe sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lako, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lako takatifu. E Bwana, tunakuomba uvipokee vipaji hivi tunavyokutolea kwako, na uwajalie wale wa kuombao humu wapokee nguvu ya sakramenti hii na matunda ya sala zao, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe kwa wema wako umekubali kukaa katika nyumba ya sala, ili sisi tunategemezwa daima kwa msaada wa neema yako tung'ae katika ulimwengu angavu wa maisha yanayo kupendeza. Majengo haya ni ishara ya kanisa lililo bibi harusi wa Kristo, unalolitakatifu kwa kazi isiyo koma. Nalo kanisa lilo mama anayewafurahia watoto wake wasiohesabika, lifikishwe mbinguni katika utukufu wako. Kwa hiyo sisi pamoja na watakatifu na malaika wote tunakutukuza tukisema bila mwisho. Takatifu,
tunakuomba vitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe, akashukuru tena na aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, na kutolea mkate wa uzima, kikombe cha wokovu, tunakushukuru kwa kuwa mtasimama mbele yako na kutumikia, pia na kusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuka kanisa lako ulionaye popote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Roho Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Lazarus Vitalis Msimbe na wakileo wote. Wakumbuke watumishi wako Sirali Mahoro, William Mahoro, Opa Mahoro, Alfred Mahoro, Steven Mahoro, uliowaita kutoka katika dunia hii, kwa kuwa walishiriki kifo cha mwanao kwa ubatizo, washiriki pia ufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele.
kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu. Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliokosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe Bwana, nakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, turudi kwa msaada huruma yako, tuopoe daima na dhambi, wala sifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, yewaambia mitume wako, amana cheni amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende, jalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani ya Kristo. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Sistahili ingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. What
yaliyo hai, mmejengwa mwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu. Tuombe. Mungu, wewe umependa kutupatia ishara ya Yerusalemu ya mbinguni kwa njia ya kanisa lako la hapa duniani. Naomba ili kwa kushiriki sakramenti tufanywe hekalu la neema yako, na utujalie kuingia katika makao yako ya utukufu wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Mungu Bwana wa mbingu na dunia, aliyewakusanya ninyi leo na kutabaruku kanisa hili, awajaze baraka za mbinguni. Yeye aliyapenda wanao wote waliotawanyika wakusanywe pamoja katika mwanae, awajalie ninyi muwe hekalu lake na makao ya Roho Mtakatifu. Nanyi mliotakaswa kweli kweli, Mungu akae ndani yenu, na mpewe urithi wa heri ya milele pamoja na watakatifu wote. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima.